Wakati timu ya taifa ya Uhispania ikionyesha soka safi na hatimaye kutwaa ubingwa wa kombe la dunia la FIFA 2026, kulikuwa na nyota mwingine nje ya uwanja aliyeteka mioyo ya mamilioni ya mashabiki duniani. Huyu si mwingine bali ni Kylian Yamal, mtoto wa miaka mitatu ambaye ni mdogo wake wa kiume na mchezaji mahiri Lamine Yamal. Katika michuano hiyo mikubwa zaidi ya soka duniani, kijana huyo mdogo alijikuta akiwa kivutio kikubwa na gumzo la kila siku kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari. Umaarufu wa Kylian haukuja kwa sababu ya kiki zilizopangwa au mikakati ya masoko, bali ulitokana na furaha yake ya kitoto na haiba yake ya pekee iliyowagusa watazamaji. Katika mechi ya hatua ya mtoano dhidi ya Austria, video ya Kylian akishangilia kwa nguvu kutoka jukwaani na kupiga kelele "Vamos" ilisambaa kwa kasi ya ajabu na kupata mamilioni ya likes ndani ya saa chache. Haikuishia hapo. Wakati mechi ya robo fainali dhidi ya Ubelgiji, kamera za uwanjani zilipowekwa kwenye skrini kubwa Jumbotron, mtoto huyo alianzia kupepea mikono na kutoa ulimi kwa mzaha, kitendo kilichofanya hata kaka yake na wachezaji wenzake uwanjani wakatabasamu katikati ya mchezo. Kila baada filimbi ya mwisho ya mechi ya Uhispania, Kylian alikuwa mgeni rasmi kwenye nyasi za uwanja. Alionekana akikimbia kwa furaha, kumkumbatia kaka yake, akijaribu kucheza mpira na hata kuvaa kofia zilizomzidi ukubwa, ikiwemo kofia ya askari wa ulinzi wa uwanjani. Katika siku ya fainali, picha na video zake akikimbia uwanjani na kipande cha wavu wa goli pamoja na kushika kombe la dunia akiwa na Lamine ziliingia kwenye kurasa za mbele za vyombo vikubwa vya habari kama ESPN na Fox Sports. Nyuma ya sherehe hizo kuna uhusiano mzito na wa pekee kati ya ndugu hawa wawili. Lamine Yamal mara nyingi amekuwa akieleza wazi kuwa mdogo wake ni zaidi ya ndugu, akimtaja kama chanzo chake kikubwa cha furaha na utulivu wa kisaikolojia kabla na baada ya mechi ngumu. Yamal alieleza kuwa kuona Kylian akilelewa katika mazingira ya amani na furaha humpa amani ya moyo, ukizingatia changamoto alizopitia yeye wakati anakuwa. Mwisho wa siku, kombe la dunia 2026 halitakumbukwa tu kwa ubingwa wa Uhispania na ufundi wa Lamine Yamal uwanjani, bali pia kwa mchango wa Kylian Yamal. Mtoto huyo alionyesha upande wa pili wa soka linalounganisha familia na kuukumbusha ulimwengu mzima kuwa katikati ya presha kubwa ya ushindani, mchezo wa mpira wa miguu unapaswa kubaki kuwa chanzo cha furaha, upendo na tabasamu.